Msemaji wa kitengo cha juu kabisa cha amri ya operesheni nchini Iran amesema kuwa Marekani na utawala wa kizayuni wa Israel hawajui chochote kuhusu uwezo mkubwa na wa kimkakati wa Jamhuri ya Kiislamu licha ya madai yao. Kama tulivyosema tayari, tunawaambia maadui wa Marekani na kizayuni kwamba taarifa zenu kuhusu nguvu zetu za kijeshi na vifaa vyetu hazijakamilika. Hamjui chochote kuhusu uwezo wetu mkubwa na wa kimkakati. Luteni Kanali Ibrahim Zolfakari, msemaji wa makao makuu ya kati ya Khatam al-Anbiya, alisema Alhamisi hii. Alitupilia mbali matumaini ya Marekani na Israel ya kuwa wameharibu vituo vya Iran vya uzalishaji wa makombora ya kimkakati, droni za masafa marefu za mashambulizi na zenye usahihi, mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga na vita vya kielektroniki na vifaa maalum. Alisisitiza kuwa maadui wa Marekani na Israel wamelenga vituo ambavyo havikuwa na umuhimu wowote. Uzalishaji wetu wa kijeshi wa kimkakati unafanyika katika maeneo ambayo hamjui kabisa na kamwe hamtaweza kuyafikia. Zolfakari aliishauri Marekani na Israel kutokuhifadhi hesabu ya makombora, droni na vifaa vya kimkakati vya Iran, kwani hakika watakosea hesabu na hawatafika popote. Lazima mlipe gharama ya uchokozi mliouanzisha kwa taifa tukufu, pendwa na la Kiislamu la Iran, aliwaambia maadui hao wawili. Alisisitiza kuwa vita vinavyoendelea vya uchokozi vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vitaendelea hadi fedheha ya kudumu na ya uhakika, majuto na kujisalimisha kwa maadui. Katika kuendelea kwa mapigo makali na yasiyofikirika mlioyapata hadi sasa, tarajieni vitendo vyetu vikali zaidi, vipana na vya uharibifu, msemaji huyo alionyesha. Iran inasema operesheni zake ni kujilinda kwa njia halali chini ya sheria za kimataifa, huku ikishutumu Marekani na Israel kwa kufanya uhalifu wa kivita kupitia mashambulizi ya makusudi kwenye miundombinu ya kiraia ikiwemo shule, hospitali na maeneo ya makazi. Mauaji ya shule ya msingi ya Minab na kulengwa kwa nyumba za viongozi wa Iran yamenukuliwa mara kwa mara na maafisa wa Iran kama ushahidi wa mbinu za kigaidi za adui. Abdul Nasser Mwita, Rubaza Kimataifa.